Hili si kanisa. Nawaambia ukweli. Hili si kanisa hili. Huyu ni nani? Huyu Nkurunziza. Lakini alipokataa mambo yake ya corona, walimuua. Alipokataa mambo ya corona, walimuua. Ushaika mwingine. Huyu ni nani? Huyu ni Clinton. Baadaye huyu Joe Biden ako wapi? Ako Vatikani. Kwa nini huyu mtu huyu ambaye ni kiongozi wa kanisa, ni kiongozi wa kanisa Rumi, anakutana na viongozi wa nchi? Kwa nini? Ni kwa nini? Kwa nini? Kwa Biblia ni kuzidi. Shikilia hapo mtumishi wa Mungu. Shikilia hapo sasa. Usitoa hapa. Huyu ni kiongozi wa kanisa la Waislamu na huyu ni papa wa kanisa la Kirumi. Ya kwamba Mungu anaonyesha hivi ya kwamba pana mapatano gani kati ya siasa na kanisa. Yesu akasema hivi, Yohana 18 sasa na ngapi? 18:36. 18. Ya kwamba kitabu cha Yohana 18:36 inasema, maandiko inasema hivi. Linasema hivi. Aha. Yesu akajibu. Yesu akasema, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Ati ufalme wa Yesu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, kama serikali yake ilikuwa ya ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania. Watumishi wangu kumpigia kura. Nisije nikatiwa mkononi mwa Wayahudi. Filipi 3:20. Ya kwamba ufalme wa Yesu sio dunia hii. Huyu mtu ambaye ni Mkristo ambaye anasema yeye ndio kiongozi wa kanisa la Kristo. Huyu ndio kiongozi wa muungano wa makanisa ya Kristo. Huyu ya kwamba tena hivi wamefanya mapatano na wanasiasa. Ati mwanasiasa wote lazima apatane na yeye. Yesu anasema kwamba uongozi wake na serikali yake si ya dunia hii. Soma tulisho kidogo. Inasema wa Filipi 3:20. Kwa maana sisi watu wa Mungu, wenyeji wetu uko mbinguni. Uko wapi? Uko mbinguni. Uko wapi? Uko mbinguni. Lakini wenyeji wako wapi? Hapa duniani. Ndio maana Yohana hiyo wa kwanza 4:5. Waraka wa Yohana. Waraka wa Yohana 4:5. Waraka wa Yohana wa kwanza 4:5. Waraka wa Yohana wa kwanza 4:5. Unasema aje? Mstari ni wa 4. Huyu ni nani? Huyu ni nani mtumishi? John Paul na nani? Na Mandela. Soma. 4 mstari wa 5. Inasema hao ni wa dunia. Huyu ni wa dunia. Kwa hiyo wanena ya dunia. Huyu akiongea mambo ya dunia, na dunia huwasikia. Na dunia yote mpaka viongozi kusikia. Huyu ni wa dunia. Ndio maana tunasema kwamba huyu hapa ndipo makao makuu ya shetani. Shetani ndio kisa hizi hapa. Shetani alipoangalia alitaka kuabudiwa, alipoangalia kaangalia vizuri, ni wapi nitaabudiwa kutoka? Ni wapi? Ama ni wapi nitaabudiwa kutoka? Akaangalia vizuri akapata yule ambaye angemsaidia kuabudiwa. Shetani anatumia wanadamu, Mungu akitumia wanadamu. Shetani anatumia huyu. Ya kwamba huyu leo yeye anaweza fanya mapatano na wanasiasa wote, ama hata Uhuru Muigai Kenyatta. Ya kwamba ni partner wa kiongozi wa kanisa. Biblia inasema kwamba sisi wa Kristo hatuna haja na siasa ya dunia. Wenyeji wetu uko mbinguni, lakini yeye anasema wapi? Wenyeji wake uko hapa. Na yeye akiongea mambo ya dunia, sababu mtu wa dunia. Wakorintho ya kwanza 4:4 ya kwamba Mungu wa dunia hii. Wakorintho wa pili 4 mstari ni wa 4. Linasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasione. Ya kwamba Mungu wa dunia hii, kuna Mungu wa dunia hii anaitwa Baba. Hakuna jina la Mungu. Ya kwamba amechukua jina la Mungu. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao watu, ya kwamba hao viongozi wote anapoongea kila mtu utii.
Na hakuna kiongozi ambaye anakuwa kiongozi pasipo kuenda makao makuu ya Rumi. Rumi ya kipagani ikabadilika kama Rumi ya kanisa. Hakuna hata huyu wa Sudani hakuko. Ya kwamba huyu pia anapatiana cheti cha kuongoza dunia. Huyu ni mtu wa Russia, huyu ni Russia. Ya kwamba watu wafikiria kwamba ati hii vita ya Russia na Ukraine, ati hii vita yote ni mpango wa kuleta watu chini ya sheria ya shetani, ikiongozwa na huyu mpinga Kristo. Na kama tunaongea uongo, Biblia ifungue Wathesalonike 2:2 fungu la ngapi? La pili unaruka. Ya kwamba huyu mpinga Kristo, huyu sababu mtumishi wa Mungu. Wathesalonike wa pili 2:2. Mstari ni wangapi? Wa pili kuteremka. Alinasema. Yasema. Mstari wa 3. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Hali siku ile hawezi kuja kwanza, lazima watu wakengeuke na wakengeushwe. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Akafunuliwa huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, huyu mpinga Kristo, mpingamizi, ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu, ya kwamba anajinua kwa kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Yeye mwenyewe anapiga magoti, anasabia watu dhambi. Ya kwamba yeye anasabia watu dhambi. Ya kwamba anapiga magoti. Huyu anapiga magoti, anasabia watu dhambi. Inasema yule mpingamizi, huyu mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu, ajinuaye nafsi yake juu kwa kila kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, la Mungu. Shikilia hapo kama nini Wakorintho wa Timotheo wa kwanza 3:15 kwamba anaketi ndani ya hekalu linalohitajishwa na Mungu. Huyu mpinga Kristo anaketi ndani ya kanisa linalohitajishwa na Kristo. Sababu tulisho 3:15. Timotheo wa kwanza. Lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasayo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu. Hivyo nyumba ya Mungu ni kanisa. Hivyo huyu mtu kwa kuasi, kama huyu mtu ambaye apingana na Mungu, anajiinua kwa kila kitu cha Mungu, yeye mwenyewe kuabudiwa kama Mungu, kupitia magoti, ya kwamba ibada yote ya mwanadamu kuabudiwa, yeye ndio pigiwa magoti. Ibada hii iko ndani ya kanisa hili la Kirumi. Ya kwamba hii ibada za uongo zote zimetokana na huyu. Huyu ndio mama yao. Ya kwamba mama ya ibada zote za uongo, huyu ndio mama yao. Ndio maana Yesu anasema hivi, ya kwamba mama ya Yesu ndio mama Isaya 14 fungu la 10. Sawa? Zaburi 99 mstari ni wa kwanza. Wa kwanza nasemaje? Linasema hivi. Mstari ni wa kwanza. Bwana ametamalaki. Ati Bwana Mungu ametamalaki. Mataifa wanatetemeka. Alafu ameketi juu ya makerubi. Ati Mungu ameketi juu ya makerubi. Malaika. Huyu pia ambaye ni Mungu wa dunia hii, akiongea mambo ya dunia watu husikia, pia akaleta akatokea malaika, akatokea makerubi, akatoka makerubi wa dhahabu, akaweka kando
jinsi Mungu anakati katikati na kurudi atayatia kama Mungu wa dunia. Rudia mtumishi. Tunasoma katika lugha ya Kiingereza. Soma. Kitabu ni cha Zaburi. Soma. 99. Inasema 99 Zaburi. Mstari ni wa kwanza. Acha nifike pale. Kitabu ni cha Zaburi. 99. 99. Mstari ni wa kwanza. Maandiko inaongea ikisema hivi. Inasema hivi. Ninasema hivi kwa Kizungu. Soma. Ninasema. The Lord reigneth. The Lord reigneth. And let the people tremble. Let the people tremble. He sitteth between the cherubims. He sitteth between the cherubims. Ya kwamba Mungu mbinguni ameketi katikati ya malaika. Lakini pia akachukua mfano akauleta hapa duniani na ameketi katikati ya nini? Mifano hapa sanamu ya malaika. Anajiita yeye ndio Baba Mtakatifu. Ajiwayo kwa kila kitu kitoka nani? Mungu. Watu wanafikiria tupendekeze na Waislamu. Huyu ndio baba yao. Tulisha Abu Dhabi. Aka hivi hii ndio ya Abu Dhabi. Yako huyu ndio baba yao, huyu ndio baba ya waasi wote. Mama ya dini zote za uongo za kumpinga Mungu. Huyu ndio mwanzilishi. Ndio maana Waislamu leo wanavaa kanzu, hao pia wanavaa kanzu. Hivyo yani maombi yao ni ya kuomba salamu alaykum mjadaba Allahu akbar. Yakoba maombi ya dini zote za uongo ya kukariri. Abdullah tushindwe. Yakoba huyu ndio baba wa dini, ndio maana wakati kama huu watu wote wanaandaliwa kwa dini moja ya kumpinga nani? Ya kumpinga Kristo. Ya kwamba lazima watu wakengeushwe kwanza, watu watolewe kwa ukweli wa Biblia, waletwe wakengeushwe, ndipo ule mwisho ukuje. Ndipo ndio maana mambo haya hii unabii lazima ulete kwa watu wajue kwamba bila Kristo ni nani. Huyu baba yao sasa mtumishi waka mtumishi. Hii ni Tan African TV, karibu. Habari moto. Majina yangu ni Simon Mzee. Huyu mtangazaji sio mtu wetu. Ya taifa la Abu Dhabi. Hapo makao makuu ya uwepo wa dini moja. Sikia hapo kitu rasmi na kuzinduliwa. Sikia hapo. Abu Dhabi ni wapi? Ni Warabuni ama ni Afrika? Ni Warabuni. Ni kwa Waarabu. Baada ya makao kwa dini moja, yani dini moja, makao makuu ya dini pia dini moja kuzinduliwa 2022, dini moja. Alafu na leo hii tunakwenda kutembelea taifa la Abu Dhabi, ambapo makao makuu ya uwepo wa dini moja yanakamilika rasmi na kuzinduliwa mwaka 2022. Unataka kujifunza, ungana nasi kipande hiki iliyotokea 2019. Angalia. Religious history was made in Abu Dhabi. Watu wanasema ati Uislamu si Katoliki. Ona. Dr. Ahmed Al-Tayeb, the Grand Imam, it called for tolerance, universal peace, and the reconciliation of all faiths. To embody this agreement, inasema aje? Reconciliation for peace what? This year, construction will start on a project called the Abrahamic Family House on Saadiyat Island. Due for completion in 2022, the site will house a church, a mosque, and a synagogue. Kwa namna ya pekee tumshukuru ndugu yetu Joseph Okichuku kwa ajili ya kusaidia. Basi makubaliano ya ujenzi wa nyumba ya familia ya Ibrahim ulianza mara moja mwaka 2019, ambapo unatarajiwa kukamilika mwaka 2022. Ndani ya majengo hayo kutoka kuna msikiti, kanisa pamoja na synagogue. Vipindi vilivyopita tuliuelezea umma kuhusiana na sanamu iliyopokelewa na kupewa jina la sanamu.
hii dini moja inaandaa watu wote, Waislamu, Wakristo na yule ambaye atakataa hii ibada ya pamoja watauawa huko. Kristo kidogo umetoa. Rudisha. Hii ni Tam African TV. Tumshukuru ndugu yetu John Nasi katika kufanya tafiti hizi ili kufumed altaya mkataba wa kindugu. Basi makubaliano ya ujenzi wa nyumba ya familia ya Ibrahim ulianza mara moja mwaka 2019 salama duniani kote, lakini baadaye tulielezea kuhusiana na mwezi wa 10 mwaka 2019 tulikutana na inayosema hivi: One world religion every quarter of 2022. The Catholic Muslim Interfaith Council, headed by Pope Francis, ya kwamba dini zote zimeletwa chini ya Papa Francis, ya kwamba dini moja, one world religion. Sisi tunasema kwa kusemaje? Dini moja ya dunia. Mwanzilishi akiwa ndani, Papa. Watu wanaangaliwa pasipo kujua. Ndio baba baya yako chini ya ndani ya giza, watu hawajui nini inaendelea. Kama kuu ya dini moja duniani kufunguliwa mwaka 2022. Baraza la pamoja la dini ya Kikatoliki na Kiislamu liitwalo Krislam lililoanzishwa na Papa Francis linatangaza ufunguzi wa makao makuu yake utakaofanyika mwaka 2022. Asante. Yakobo, mambo haya watu wengi wanaanaliwa pasipo kujua. Kuna jambo ambalo linafanywa ndani ya giza, yani kinyemela watu pasipo kujua kwamba kuna vitu ambavyo viko ndani ya giza vingi, ambao wale ambao watakuwa hapa na sisi tunapoendelea tunafunua mambo mengi sana. Vile watu wa Mungu watapatikana kama vile nini, kama vile mwizi ajabu wakati usiku, watu pasipo kujua. Watu wengi watapata walidanganya kitambo, lakini itakuwa ni too late kwao. Lakini heri watu wa sehemu hii, mmesikia sauti hii, mmesikia tarumbeta hii, mmesikia mambo haya ambayo watumishi wa Mungu wamepiga tarumbeta katika sehemu hii, ili kwamba ujiokoe nafsi yako, sababu uokovu ni wako peke yako, sio uokovu wa kanisa. Kanisa haiwezi kukuokoa, bali Yesu atakuokoa. Yesu ndiye atakaye kuokoa. Yesu ndiye anaokoa. Na kuambia dhehebu alikuokoi, pastor anaweza kukuokoa, ama reverend anaweza kukuokoa. Anayeokoa ni Yesu. Anakuja kwamba njoo pokea wokovu wake bure, ya kwamba wokovu ni bure. Mambo haya yanafunguliwa hapa ili kwamba watu wajue ya kwamba ni dini ambayo tuko mbele, ni dini ambayo tunaangaliwa, ya kwamba dunia hii hatuna usalama, ya kwamba dunia hii shetani anataka ibada, na ibada ambayo shetani anataka anapenda abudiwe na dunia yote. Huyo Isaya kule ile sasa fungu la mwisho likimaliza ya kwamba sababu ya Pasaka, Isaya 14 mstari wa 12 inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, wewe nyota ya alfajiri, wewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, wewe ulioangusha mataifa, nawe ulisema moyoni mwako, wewe shetani ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Shetani aliazidi kwamba atapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Atainua kiti chake juu kuliko nyota za mbinguni. Kesho tutafungua nyota ni nini? Atainua kiti. Shetani aliazimia hivi, atainua kiti chake juu kuliko nyota za mbinguni. Nyota za mbinguni ni nini? Kesho tutafunua, alafu kisha Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Naye shetani anasema hivi ya kwamba ataketi juu ya mlima wa mkutano. Mlima wa mkutano. Kesho tutafunua mlima wa mkutano ambao shetani alisema atakaa pale na hataabudiwa. Ni wapi? Katika pande za mwisho
za kaskazini. Asante. Mambo haya yamekuja wakati kama huu ili kama watu wa Mungu ambao walio na masikio wasikie. Ufunuo 3:17, Ufunuo 3:17, Ufunuo 3:17. Nasemaje? Kitabu gani? Ufunuo 3:17. 3:17. Na mtu anapoongea mtu asiende mwambie asome tu. Okay, sababu hapa na tuko wazi, hatujifichi. Tuko hapa tusaidiane kwa njia moja ama nyingine. Unaweza leta swali. Unaweza swali, leta swali. Tafadhali. Hatupiki watu hapa si shule. Uliza swali kama tumeingilia kaza lako, kuja uliza swali. Tusaidiane. Kama ndio. 3:17. Inasema kitabu cha Ufunuo. Linasema kwa kuwa wasema 11 inasema 11. Linasema hivi. 3:11. Naje upesi. Ashika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho. Asije mtu akaitwaa taji yako. 2:11. 2:11 kwa kanisa. Linasema ye aliye na sikio. Mtu aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Mtu aliye na masikio asikie mambo haya ambayo Roho ayaambia makanisa. Wewe ambaye umesikia sauti hii. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Tunasema hivi, turudia hivi kwamba kama uko na swali tafadhali, mchana tafadhali leta swali lako wazi tuulizane mambo mawili matatu na Biblia itajibu. Hapa tunakuja kutafuta nini umaarufu. Tumekuja tufundishe neno la Mungu na Mungu peke yake. Hivyo watu wa Mungu tunawashukuru kwa siku ya leo. Tusha Mungu, usimame tupate ombi. Kuanzia kesho tutafunua mambo makubwa sana. Shetani ndiye aliazimia na vile anatumia makanisa siku hizi watu kumwabudu shetani pasipo kujua. Mungu atusaidie tupate kuwa na akili ya kujua kilicho chema tukifuata na kufanya maamuzi ambayo ndio mazuri. Mungu atusaidie. Tuombe kumaliza. Mungu wetu na Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya wakati. Tumekushukuru kwa ajili ya kutupatia nguvu tena kunena na watu wako. Baada ya tumepungukiwa, tusamehe Mungu wetu na Baba wa mbinguni. Asante kwa ajili ya ulinzi wako. Asante kwa ajili ya makubwa. Na asante kwa kuwatumia watumishi wako jinsi ulivyokuzuia. Na asante kwa ajili ya udhaifu wetu, hujadhihirika ama hujaonekana, lakini wewe umetukuka katika viwanja hivi. Mungu wetu kwa upendo wako, wale wote ambao wamesikia sauti hii ndani ya masikio yao, endelea kuwachochea ndani ya masikio yao, endelea kuwachochea ndani ya akili zao, ili kwamba kila mmoja afanye maamuzi kabla siku ile ya mwisho. Baba wa mbinguni, hakika ushuhuda wako umekwisha fika sehemu hii, ili kwamba watu wako wa sehemu hii wasije kupotea pamoja. Mungu wetu, tusamehe dhambi na makosa kila mmoja wetu. Tuandae kwa ajili ya uzima wako wa milele ujao karibuni, ya kwamba kila dalili na kila ishara inadhihirisha kwamba hakika Yesu Kristo uko mlangoni na unakuja. Tusaidie kuwa waaminifu hadi kifo. Tupe nguvu, tupe ujasiri wa kuongea mambo yako matakatifu, haswa wakati kama huu wa mwisho, wakati ambapo dunia yote inataka kuwa kinyume na wewe. Tengeneza njia tena Mungu wetu kutoka kesho, ili kwa tunena mambo yako makubwa kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata kwa Biblia. Amina. Watu wa Mungu, Mungu awabariki.